Karibu daktari, na tumeona umefika hapa Kuhani Msiba. Wewe umekuwa mtumishi kwenye Wizara ya Afya na taasisi zake. Tunaomba kujua kwanza unamfahamu vipi Profesa Sarungi, lakini pia mchango wake katika sekta ya afya nchini ambao na wewe pia unahudumu mpaka sasa. Nafikiri kwanza ni washukuru kwa kunipatia nafasi ya kuongea kidogo juu ya mzee Profesa Sarungi. Mzee Profesa Sarungi ni mentor katika sekta ya afya, kwa sababu kabla sisi wengine hata tujafikiria kusomea udaktari, yeye tayari alishakuwa mbobezi. Kwa hiyo mimi nimemfahamu labda katika masuala ya kijamii, kwa sababu kwanza alisoma shule niliyosoma, ingaje kabla sijafikiri hata kusoma. Alisoma Ikizu Sekondari wakati ile ikiwa shule ya msingi, na kwa sababu hiyo yeye na mimi tunaabudu kanisa moja, tulikuwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na nakumbuka mimi nilipokuja hapa Dar es Salaam, aliwahi kuja mzee Dea Otieno. Alikuwa na shughuli kwa ajili ya kujenga kanisa la watoto, kulikuwa na fundraiser, kwa akamkaribisha. Lakini wakati ule alikuwa ndio mkurugenzi Muhimbili. Kwa hiyo akaja tukawa naye pale. Kwa hiyo kutoka hapo sasa ndio tukawa tumefahamiana. Lakini yeye alikuwa mkurugenzi wa shirika la Muhimbili Medical Center. Wakati ule mimi nasoma medical school, kwa hiyo alikuwa ni mmoja kati ya jopo la walimu ambao alikuwa anafundisha masuala ya hii tiba za mifupa na mambo ya ajali. Kwa hiyo amefundisha pale. Kuna wenzetu tuliowakuta walikuwa katika miaka ya mbele ambao walikuwa wanamsimulia sana. Sasa baada ya miaka kupita, sisi tulipoenda katika upande ule tayari alikuwa ameshakwenda wizarani. Lakini nakumbuka kwamba yeye tulimuomba awe patron wa chama cha madaktari wanafunzi Tanzania, akakubali. Kwa wakati alikuwa ni waziri wa afya, alafu baadaye akawa waziri wa ujenzi, na alitusponsor mimi na marehemu ndugu Lile. Alifanikiwa kuwaeleza ATC, wakatupatia tickets, concession za kwenda mpaka South Africa na kurudi, na hiyo imebaki nasi kwa miaka mingi sana, kwa sababu marehemu Faustin na mimi tumefika Afrika Kusini kwa mara ya kwanza kwa sababu tu mzee Sarungi alisema ATC wape vijana wangu ticket. Lakini baada ya pale alipomaliza masuala haya ya siasa, alikuja mara nyingi sana ofisini nikiwa katibu mkuu Wizara ya Afya. Tulikuwa tuna mazungumzo akinieleza alikotoka, alipo na nini kama sekta ya afya tulitakiwa kuendelea mbele. Kwa hiyo kiufupi, mzee Sarungi maisha yake yalikuwa yanazunguka katika sekta ya afya. Na taasisi ambayo nafanyia kazi sasa ya MOI, mtu aliyeandika andiko la kwanza ambalo lilifanya mpaka watu wakaona kuna sababu ya hicho kitu kuwepo Tanzania ni mzee Sarungi. Yeye ndio aliandika. Kwa haya mambo ya watu wengine kuja kusema kwamba hii kinawezekana, wakadevelop interest, ilikuwa ni kwa sababu ya kazi aliyokuwa ameifanya. Na wakati ule katika nchi yetu tulikuwa tunatoa huduma kidogo sana, lakini kwa kazi aliyoifanya yeye pamoja na walimu wetu sisi waliokuja kufuata nyayo zake, kuna taasisi ambayo sasa hivi ni mahiri sana katika sio tu Tanzania, lakini ukanda wa Afrika ya Mashariki, Kati na Kusini, ambapo wanafanya mambo makubwa sana, kuanzia kwenye ubongo, mishipa ya fahamu, mgongo, mifupa, wagonjwa wa ajali, sasa hivi kubadilisha nyonga, kubadilisha magoti. Yote hivyo ni vitu ambavyo sasa hivi yani hata mtu sio vya kupigia kelele tena. Sasa hivi tuna maswali yanayotokea ni kwamba je, itafanyika kwa namna gani, kwa haraka kiasi gani, bila kuwa na matokeo ambayo yana kasoro. Kwa hiyo hivi vitu vyote hatuwezi kuvisema bila kukumbuka mchango wa mzee Sarungi. Kwa hiyo hata anapolala usingizi wa mauti, tunamshukuru Mungu kwa mchango wake mkubwa, na tunaamini sisi ambao tumechukua sasa vijiti kutoka kwa hawa walimu wetu na wazee wetu, na sisi tutachangia kidogo, alafu wale tunaowafundisha nao waje ili mchango wao nao uweze kufahamika. Lakini hiyo kwa ufupi ndio ninachoweza kuzungumza kuhusu mzee Sarungi. Asante sana.